Ndugu waandishi wa habari, karibuni tena Maalim Seif House, makao makuu ya chama cha ACT Wazalendo. Na kwa namna ya kipekee, kabla sijaongea press ya leo, tupende kuwashukuru sana kwa siku zote kutukimbilia na kuitikia wito wetu hata kwa haraka kiasi gani. Tumeliona hilo jana, mmekuja hapa kipindi tunampokea mpambanaji mwenzetu Mama Kaboyoka, lakini bado haitoshi. Leo tumewaita pia, tuna jambo la kuwaeleza. Mmekuja kwa wingi na tunashukuru sana. Naomba nianze press yangu ya leo kwa kuwafahamisha kwamba chama cha ACT Wazalendo kinaenda kuanza operation yake kubwa sana, operation ambayo ina lengo la kurudisha thamani za kura ya Watanzania, ina lengo ya kuwarudishia Watanzania nguvu yao ya kimapambano kwenye ulinzi wa kura kwenye uchaguzi huu wa Oktoba 2025. Na operation hiyo ACT Wazalendo tumeita Operation Majimaji. Operation Majimaji itaanza tarehe 1 mwezi wa 7 na kutakuwa na misafara miwili mikubwa. Sasa kabla sijatangaza misafara miwili mikubwa, kwanza niwaeleze waandishi wa habari kwa nini tunasema Operation Majimaji. Kama ilivyokuwa kwa babu zetu, waasisi wa nchi yetu na waasisi wa mapambano mbalimbali hapa Tanzania, wengi mnafahamu juu ya vita vya Majimaji. Walijikusanya, wakaunga nguvu juu ya kupambana na mkoloni wakati ule. Na sisi ACT Wazalendo tuna mpango na tunaendelea kuunganisha nguvu na watu wote, asasi zote, na kuunganisha nguvu na Watanzania kwa ajili ya kupambania thamani ya kura. Na operesheni hii tunaiita kwa ukubwa Operation Majimaji Oktoba Linda Kura. Sasa baada ya kuielezea kwa nini Operation Majimaji na dhumuni lake ni nini, naomba sasa niwatangazie misafara miwili mikubwa ambayo itatembea nchi nzima kwa ajili ya kuhakikisha Watanzania wanaelewa umuhimu wa uchaguzi wa 2025, umuhimu wa kujitokeza kupiga kura na umuhimu wa kulinda kura ili kurejesha thamani ya kura zao. Safari wa kwanza utaongozwa na kiongozi wa chama ndugu Dorothy Manka Semu, ambaye ataongozana na makamu mwenyekiti bara ndugu Isihaka Rashidi Mchinjita. Msafara huo wa kiongozi wa chama ndugu Dorothy na makamu mwenyekiti ndugu Isihaka Mchinjita utakuwa pamoja pia na naibu katibu wa habari, uenezi na mahusiano na umma Shangwe Ayo. Utakuwa na mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ndugu Abdul Omar Nondo. Utakuwa na waziri kivuli wa sheria na katiba ndugu Peter Madereka. Utakuwa na waziri kivuli wa fedha ndugu Kiza Mayeye. Utakuwa na naibu waziri kivuli wa habari ndugu Emmanuel Ntobi. Safara huu utakuwa na umeambatana na waandishi wa habari, utakuwa umeambatana na watu mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha watu ambao hawatakuwa kwenye huo msafara wanapata hasa kinachoendelea kwenye Operation Majimaji. Safara wa pili utaongozwa na kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zito Kabwe pamoja na naibu katibu mkuu bara ndugu Esther Thomas. Msafara huu pia utakuwepo na mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa ndugu Janet Rite. Utakuwepo na ndugu Maftaa ambaye na Chuma ambaye ni mwanachama wetu mpya, tumempokea juzi kutoka Mtwara. Lakini utakuwa na katibu wa haki za binadamu ndugu Mbarara Maharagande. Kwa hiyo hawa wote wataongozana na msafara wa kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zito na naibu katibu Esther Thomas, wote kwa pamoja na waandishi wa habari kwa ajili ya kuwaeleza wanaenda kufanya nini kwenye Operation Majimaji. Lazima tufahamu kwamba tupo kwenye kipindi cha mapambano, na kwa sababu tumefanya maamuzi ya kupambana tukiwa tunashiriki na tunashiriki tukiwa tunapambana, operation hii Majimaji itakwenda kuwaeleza Watanzania kwa vituo, kwa vikao vya ndani na mikutano mikubwa ya hadhara, kwa nini tukalinde kura na kwa nini thamani yao ya kura ni lazima irudishwe. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana waandishi wa habari, na kama kuna mtu ana maswali juu ya hii ziara niwakaribisha. Asante sana. Asante. Kama hamna maswali, niwashukuru tena sana kwa kuja hapa makao. Kuna swali? Karibu sana Maida.
Asante. Operesheni hii itaenda kama nilivyotangaza nchi nzima, na kiongozi wa chama na makamu mwenyekiti wataenda kanda ya magharibi, yani mikoa ya Kigoma, Tabora, itapita kote huko kuja kanda ya kaskazini, maana yake mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara kwenda mpaka Tanga, kiongozi wa mpaka Pwani na kanda ya Pwani, ambao pia watakuja mpaka Dar es Salaam. Huo ni msafara wa kiongozi wa chama pamoja na makamu mwenyekiti. Msafara wa kiongozi wa chama mstaafu Zitto Kabwe na naibu katibu mkuu Esther Thomas, wao utaanza kwenye ukanda wa kusini, yani mkoa wetu wa kichama Selu, utapita mikoa ya Lindi, utapita itaenda pia ndani za juu kusini, yani mikoa ya Mbeya, Katavi, Sumbawanga. Kwa hiyo hii ziara ni nchi nzima na watagawanya kwa hizo kanda ambazo nimezieleza. Itaenda tarehe. Asante. Hii ziara itaenda kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 15. Kwa hiyo ni siku 15 za kupambania ulinzi wa kura, siku 15 za kurejesha thamani ya kura kwa Watanzania. Asante sana.